Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tunaenda kuwa na ibada ambayo ina prayer point mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kujiweka wakfu kwa Bwana kwa ajili ya wiki nzima ambayo Mungu anaifungua machoni petu, ambayo wiki hii imebeba baraka nyingi sana. Kwa hiyo tunapoenda kujiweka wakfu kwa ajili ya zile baraka, ili tusipitwe na baraka iwa yoyote, ila ikiwa ni pamoja na kuyafungua maisha yetu yaweze kubeba vyote ambavyo Mungu amevikusudia vitujilie, ambazo ndio baraka hizo. Lakini tunapoenda kujiweka wakfu, tunajitenga na mipango yote ya nguvu za giza ambayo adui ameiweka kama plani ya kutuangamiza. Sasa tunaenda kujitenga na hiyo mipango yote ya nguvu za giza katika jina la Yesu. Tunajua hila za adui ni nyingi sana na shetani hachoki. Yani kama wiki iliyopita alipanga kukuangamiza, akishindwa kwa kuwa ulijiweka wakfu, mipango yake anai-fast forward, anaiweka leo ili aweze kukuangamiza. Kwa hiyo adui anapokuja kwa ajili ya kukuangamiza, huwa amejipanga tayari kwamba huyu mtu tutamuangamiza kwa njia hii, tutamwekea ajali, tutamwekea magonjwa ya ghafla, tutamwekea hivi. Ndio maana ukishuhudia watu wengi wanaangamizwa kwa vitu ambavyo unashangaa tu ni ajali, ni spiritual attacks tu, ameumwa ghafla. Kuna namna mwingine, yani unakuta kuna mapandikizi ya nguvu za giza, kuna mapandikizi ya magonjwa. Mambo ni mengi ambayo ndio anaweza kaweka. Lakini unapojiweka wakfu kwa Bwana, unanyamazisha kelele zote za nguvu za giza, unanyamazisha kelele zote za uharibifu. Lakini pia unapojiweka wakfu kwa Bwana, Biblia inasema umetengwa katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kuzipokea baraka kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo unapojiweka wakfu, Mungu ama mbingu zinaona alama ya kwamba huyu mtu amestahili kubarikiwa wiki hii, kwa sababu amejiweka wakfu kwa Mungu, ya kwamba yeye hana msaada mahali pengine popote isipokuwa kwa Mungu. Yani huyo hana tegemeo. Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema nitaondoa tegemeo na egemeo mbele yako, kwamba mtu anaweza akawa na tegemeo na egemeo la sehemu fulani, lakini kumbe sisi tuliojiweka wakfu kwa Bwana, tegemeo letu na egemeo letu liko kwa Bwana. Kwa tunapojiweka wakfu kwa Bwana, tunaambia Mungu, wewe peke yako ndio tegemeo na egemeo letu, hatuna Mungu mwingine. Kama baraka tunazitegemea kutoka kwako, kama kuinuliwa tunategemea kuinuliwa kutoka kwako, kama ulinzi tunategemea ulinzi kutoka kwako. Tunahitaji neema yako. Kama kuongozwa, tutaongozwa na wewe Bwana. Kwa hiyo vitu vyote hivyo unapojiweka wakfu kwa Bwana, mbingu zinaelewa ya kwamba huyu mtu ametegemea vyote kwetu na amejiweka wakfu kwa Bwana. Kwa kujiweka wakfu kwa Bwana ni muhimu sana katika ulimwengu wa roho, hasa mtu ambaye anatembea rohoni anaelewa ya kwamba baraka za Bwana, ulinzi wa Bwana anategemea kabisa kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo lazima ajue dhana kamili ya kujiweka wakfu kwa Mungu. Lakini sambamba na hapo, tutaenda kuomba kwa ajili ya wanafunzi wa form 6 ambao wanaanza mtihani leo, na wao tutawapeleka mbele za Bwana na tutawatamkia baraka katika mitihani yao, na Bwana ataenda kuwaonekania sana, kwa maana Bwana peke yake ndio anayeweza kuyafungua yote yaliyo mema kwa watu. Kwa hiyo tutaenda kumwomba Bwana ayafungue yaliyo mema kwa wanafunzi wa form 6 leo. Kwa hiyo Mungu atawafungulia na atawabariki. Lakini la tatu ni mfungo wa siku 7 ambao tunauanza leo katika mwezi huu. Mfungo huu ni wa kutoka utukufu hata utukufu, from glory to glory. Kwa hiyo tutaenda kushughulika na mambo mengi sana wiki hii ambayo yatatuwezesha sisi kwenda utukufu hata utukufu. Na moja ya mambo mengi ambayo tutakuwa tunayasikia na kujifundisha ni namna gani tunaweza tukamruhusu Mungu atupeleke kutoka utukufu hadi utukufu. Na kwa kuanza, tutaanza kwa toba. Tutamwambia Mungu aturehemu mahali ambapo kwa akili zetu, kwa kujua ama kwa kutokujua, tulizuia utukufu wa Mungu
usidhihirike kwetu kutoka utukufu hata utukufu. Yani inawezekana kabisa maisha yako yakauzuia utukufu wa Bwana usidhihirike ndani yako, ukaishi maisha ya dhambi ambayo yanazuia utukufu wa Bwana kudhihirika ndani. Sasa kutoka utukufu hata utukufu kwenye kila kona, utukufu hata utukufu kwenye uchumi, utukufu hata utukufu kwenye mahusiano, utukufu hata utukufu kwenye mambo ya maisha yetu ya kila siku, biashara tunazoziweka, tunazozifanya, kazini tunapofanya kazi, utukufu hata utukufu kwenye amani ya mioyo yetu, kwenye furaha za maisha yetu. Lazima kuwe kuna ukuhama kutoka utukufu hata utukufu. Ni kanuni ya Bwana anapomdhihirisha mtu katika haki ya kuinuliwa, huwa inakuwa ni kutoka utukufu hata utukufu, kwa sababu ndio kanuni ya Mungu. Huwa anamuinua mtu kutoka viwango hata viwango, kutoka nguvu hata nguvu, from glory to glory. Kwa hiyo tutaenda kumwambia Mungu leo aturehemu mahali ambapo kwa akili zetu, kwa kujua ama kwa kutokujua, tumezuia utukufu wa Bwana kudhihirika, tumeuzuia utukufu wa Mungu kuthibitika. Kwa tutaenda mbele za Mungu kwa toba, tutaenda mbele za Mungu kwa toba, na hii toba itatupeleka siku nzima ya leo kumwambia Mungu mahali ambapo maisha yangu yalikuzuia wewe usiingie kwenye mifumo ya maisha yangu kunipeleka viwango vipya. Bwana Yesu unirehemu. Utamwambia Bwana Yesu, naomba unirehemu mahali ambapo tabia zangu zilizuia utukufu wako kudhihirika ndani yangu. Bwana Yesu naomba unirehemu. Utamwambia Bwana Yesu, naomba unirehemu kwa sababu yamkini watu nilioambatana nao walizuia utukufu wa Mungu wangu ambao ni wewe Bwana kudhihirika ndani yangu. Ninaomba Bwana Yesu nirehemu kwa kuambatana na watu wasio sahihi. Utaambia Bwana Yesu, ninaomba unirehemu mahali ambapo niling'ang'ana kwa kutokusikia sauti ya Roho Mtakatifu iliyokuwa kinisaidia, iliyokuwa kinipa maelekezo, ili yeye Roho Bwana aweze kunipeleka kutoka utukufu hadi utukufu, na sikuisikia sauti ya Roho Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu unirehemu. Sema na mimi tena, nifundishe tena, niongoze tena, unipeleke kutoka utukufu hata utukufu. Na kwa namna hiyo utakuwa tumeanza vizuri sana mfungo wetu, vizuri mno. Toba hiyo ya namna hiyo inaenda kuyafungua yote, na hakika tutaanza kuona neema kutoka utukufu hadi utukufu. Mpaka mwisho wa mfungo huu wa siku 7 utashuhudia vile Mungu alivyokupeleka kutoka utukufu hata utukufu. Kuna wengine watapelekwa kutoka utukufu hata utukufu kwenye kusoma neno, kwenye kuomba, kwenye kutafakari neno. Mungu anapeleka kutoka utukufu hata utukufu. Basi tutaenda mbele za Bwana kuomba sasa. Tunaenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, kama vile Mungu alivyomwambia Musa, waambie wana wa Israeli wajiweke wakfu kila mtu juu ya wao wenyewe, lakini juu ya wanawe, ili nipate kuwabariki leo, ili nipate kuachilia baraka. Mungu alitaka watu wake wajiweke wakfu ili wapate kubarikiwa, na Bwana anaenda kukubariki wiki hii kwa baraka zote za mwilini na za rohoni. Lakini lazima ujiweke wakfu kwa Mungu, lazima ujiweke wakfu kwa Bwana. Nataka tuende mbele za Mungu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, tunakuja mbele zako tukikushukuru sana kwa rehema nyingi na neema. Bwana, asante kwa ajili ya wiki njema uliyoifunua machoni petu. Umetupa neema ya kuiona wiki. Asante Bwana Yesu, maana zipo baraka ulizoziambatanisha katika wiki hii, kama vile ambavyo Mungu unaambatanisha kila dakika na kila sekunde na kila saa na kila siku. Zipo baraka zake. Mungu liye hai, tunajiambatanisha kwenye baraka za wiki nzima. Mungu liye hai, baraka ulizoziamuru wiki hii tunazipokea kwa kujiweka wakfu katika jina la Yesu. Baba, tunajiweka wakfu ili tuweze kulindwa kinyume na nguvu za giza na mipango ya uharibifu. Tunajua adui hana jema, amezibeba hila, lakini Mungu amesema hatutaacha kuzipinga hila za adui, kwa sababu anawaza yaliyo mabaya machoni petu. Mungu liye hai, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, ninaomba Roho Bwana ukayafungue yote katika ulimwengu wa roho. Ninaomba Roho Bwana ukayafungue yote ya baraka, lakini hila zote za adui na ziangamie leo. Tunafunga milango ya giza katika ulimwengu wa roho. Tunaharibu mipango ya nguvu za giza katika ulimwengu wa roho. Tunabatilisha giza lake katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Hakutakuwa na mwanya wa adui kusogelea maisha yetu, kusogelea kazi zetu, kusogelea
kuyasogelea watoto wetu na familia zetu, kuyasogelea malango yetu, kusogelea afya zetu. Adui hana mamlaka kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, kusogelea mambo tunayoyafanya kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nauliza nguvu zako zitembee pamoja na kila moja. Tunapojiweka wakfu kwako Mungu liye hai, tukabarikiwe na malango yetu yakawe wazi, baraka zikamiminike, mashariki kaachilie, kaskazini haitazuia, magharibi ikazuie, kusi haitazuia. Neema yako Bwana ikaachiliwe kwa ajili ya kubarikiwa kwetu na kuinuliwa kwetu katika jina la Yesu. Kutoka neema hata neema, wiki hii tukabarikiwe kutoka utukufu hata utukufu katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, ninaomba kwa ajili ya watoto wetu, vijana wetu wa form 6 ambao wanaenda kufanya mitihani siku ya leo. Tunawaweka wakfu katika mafanikio, tunawatamkia baraka, wakabarikiwe, wakainuliwe katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo, wakainuliwe katika jina la Yesu. Roho Bwana, ninaomba ukawabariki kwa baraka zote, ukawainue kwa namna isiyo ya kawaida, ukawabariki kwa neema mpya kwa jina la Yesu, ukawafunulie ile neema yako Roho Bwana, ikafunuliwe machoni pao, wakaongozwe na wewe Bwana, wakafundishwe na wewe Bwana, wakatembee kwenye nuru yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Ukawafundishe yawapasayo kuyafanya, ukawaelekeze yawapasayo kujibu katika mitihani yao kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tunajiweka wakfu kwa ajili ya mfungo wetu wa kutoka utukufu hata utukufu, from glory to glory. Tunajiweka wakfu katika jina la Yesu. Roho Bwana, ukatuinue kutoka utukufu hata utukufu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tunaomba toba kwa ajili ya kila ambacho kimezuiliwa kwa ajili ya sisi wenyewe katika maisha yetu kutokusimama sawasawa. Roho Mtakatifu, tumezuia utukufu wako kupenya kutoka utukufu hata utukufu. Tumezuia baraka zako kutufikia, tumezuia utukufu wako kupenya. Roho Bwana, tunaomba toba katika jina la Yesu. Tunaomba rehema na neema zako, tunaomba toba katika jina la Yesu. Utupeleke tena kutoka utukufu hata utukufu. Tunaomba toba mahali ambapo tabia zetu, mawazo yetu, mienendo yetu ilituzuia kutoka utukufu hata utukufu. Tunaomba toba mahali ambapo dhambi zilizuia kutoka kutupeleka utukufu hata utukufu. Tunaomba toba mahali ambapo mienendo yetu ili block utukufu hata utukufu. Tunaomba Roho Bwana uturehemu ambapo mawazo yetu, fikra zetu, mipango yetu ili block, ilizuia kutupeleka kutoka utukufu hata utukufu. Tukaifunga milango ya utukufu wako Bwana kudhihirika ndani ya maisha yetu. Tunaomba toba, tunaomba uturehemu. Damu yako ya thamani inene yaliyo mema kwa jina la Yesu. Damu yako ya thamani itusemeshe tena, rehema zako zibaki kwa nyingi kwetu katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu, tupeleke kutoka utukufu hata utukufu Bwana. Tupe neema na rehema ya kutoka katika uharibifu wote, ni katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema, sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaibeba sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Bwana, utaiachilia hiyo sadaka yako ya kujiweka wakfu, lakini pia utakuwa na sadaka ya pili kwa ajili ya mfungo wetu, na hiyo sadaka utaenda kuiachilia. Utamwambia Roho Bwana, kupitia sadaka hii unirehemu mahali ambapo nilizuia utukufu wako usidhihirike kwangu, mahali ambapo nilizuia utukufu usipite kwenye biashara yangu, mahali ambapo nilizuia utukufu usipite kwenye afya yangu, mahali ambapo nilizuia, mahali popote nilipozuia utukufu usiingie kwa watoto wangu, kwenye nyumba yangu, kwenye biashara yangu. Ninaomba Roho Bwana toba, na sadaka hii utaiachilia sadaka yako ya pili iende kanene yaliyo mema, ili tupelekwe kutoka utukufu hata utukufu. Lakini sadaka ya tatu ni kwa wale ambao una mtoto wako na ndugu yako ambaye yeye anafanya mtihani siku ya leo, anaanza mtihani wake wa form 6. Basi utashika sadaka, utaiachilia kwa ajili ya kusindikiza
neema ya Bwana kwa ajili ya masomo ya watoto wetu wakafaulu katika mitihani yao. Basi Mungu wangu akubariki. Tutashika sadaka hizo, utaziachilia katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.